إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الظلم صلوات الله وسلامه عليه. يقول الله تبارك وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Ndugu zangu Waislamu, baada kumhimidi Allah tabaraka wa taala na kutaka sala na salamu zimuendee mtume wake sallallahu alayhi wasallam na wale wote watakaokuwa ni wenye kufuata mwongozo wa mtume sallallahu alayhi wasallam, tumeisoma aya iliyopo katika sura Tauba, aya ambayo anaelezea Allah tabaraka wa taala hekima ya kujalia mwaka kuwa una miezi 12, lakini pia hekima ya kujalia kuwa ndani ya hiyo miezi 12 kuwa na miezi 4 ambayo ni mitukufu. Allah tabaraka wa taala anasema: Inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahra fi kitabillah, hakika idadi ya miezi mbele ya Allah tabaraka wa taala inayotambulika ni miezi 12. Kwa nini Allah tabaraka wa taala alielezea jambo hili? Allah tabaraka wa taala amelielezea jambo hili kwa kuliweka wazi kwamba idadi ya miezi, na miezi inayokusudiwa hapa ni ashhurul qamariya, yani ile miezi miandamo, miezi ya Kiislamu, miezi ambayo siku hubadilika na tarehe hubadilika kwa mwandamo wa mwezi, na wala sio miezi ya ashamsia, sio miezi hii tulioizoea sisi, miezi ya Kiswahili au miezi ya kizungu, maana siku ikawa inabadilika saa 6 usiku na mfano wake. Anachokusudia hapa Allah tabaraka wa taala kwamba idadi ya miezi ambayo ni ya Kiislamu katika mwaka ni miezi 12. Kwa nini aelezee kuwa ni miezi 12? Kwa sababu Mayahudi na Manasara katika miezi ndani ya mwaka mzima walikuwa wakigeuza na kuichezea namna watakavyo. Baadhi yao walikuwa wakijalia kwamba mwaka una miezi 13, wengine wakijalia mwaka una miezi 12, wakijalia mwaka una miezi 15. Hivyo Allah tabaraka wa taala akalibainisha wazi hilo kwamba idadi ya miezi ambayo yenye kutambulika mbele ya Allah tabaraka wa taala ni miezi 12, tena miezi hiyo ya Kiislamu yauma khalaqa samawati wal ardh, toka ile siku ambayo aliyoumba mbingu Allah tabaraka wa taala pia na kuumba ardhi. Minha 4 hurum, ndani ya miezi hiyo 12 ya Kiislamu kuna miezi 4 ambayo ni miezi mitukufu. Dhalika ad-dinul qayyim, na hiyo ndiyo dini iliyokuwa sawa sawa, kwamba miezi katika dini ya Uislamu ni miezi 12 na si miezi 13 wala 15 kama walivyokuwa wakifanya Manasara. Kufanya hivyo na mnolongo huo ndio ulioko katika dini iliyokuwa sawa sawa. Kisha Allah tabaraka wa taala akabainisha hekima ya kujalia kwamba ndani ya hiyo miezi 12 kuwa na miezi 4 mitukufu. Akasema: fala tadhlimu fihinna anfusakum, msidhulumu ndani ya hiyo miezi 4, msidhulumu nafsi zenu.
pamoja na kwamba haifai kufanya dhulma, haifai kufanya madhambi katika hii miezi mingine 8 iliyobaki, lakini jambo ambalo litakuwa ni kubwa zaidi na ni madhambi makubwa zaidi kwenu nyinyi ni kudhulumu nafsi zenu ndani ya hiyo miezi minne. Ndani ya hiyo miezi minne hii ambayo ameitaja Allah tabaraka wa taala, miongoni mwake ni mwezi wa Rajab ambao tupo nao hivi leo ikiwa ni tarehe 6 Rajab, tarehe 6 leo. Ni miongoni mwa miezi ambayo ametunasaa Allah tabaraka wa taala tusidhulumu nafsi zetu. Dhulma haimaanishi kuchukua kitu cha mtu, bali dhulma ina aina mbalimbali. Yawezekana mtu akaidhulumu nafsi yake kwa kufanya maasi na madhambi. Yawezekana mtu akadhulumu nafsi ya mwenzie kwa kuchukua kitu chake bila ridhaa yake, kuiba kitu chake. Lakini kubwa zaidi, yawezekana mja akamdhulumu Allah tabaraka wa taala birtikabil ma'siyah, kwa kitendo cha mja huyo kufanya madhambi. Na ndiyo Allah tabaraka wa taala anasema fala tadhlimu fihinna anfusakum, na wala msidhulumu katika hiyo miezi minne, msizidhulumu nafsi zenu. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam ameelezea katika hadithi ambayo anaisimulia Abi Bakrata radhiyallahu ta'ala anhu anin nabii sallallahu alayhi wasallam qal, kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema az-zamanu qad istadaraka hayatihi yawma khalaqa as-samawati wal-ard, kwamba zama zimerudi na kurejea kama ilivyokuwa maumbile yake toka ile siku ambayo Allah tabaraka wa taala alivyoumba mbingu na ardhi, kwamba miezi ni miezi 12. Kwa hiyo wale waliokuwa wanajalia ni 13 na 15, jambo hilo halipo tena, bali limerejea katika usahihi wake kama vile Allah tabaraka wa taala alivyojahalia. As-sanatu 12 shahra, mwaka una miezi 12. Minha arba'atun hurum, ndani ya miezi hiyo 12 kuna miezi minne ambayo ni mitukufu. Kisha kwa wepesi kuifahamu na kuidiriki miezi hii, akabainisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema thalathatun mutawaliyatun, kwa ndani ya hiyo miezi minne kuna miezi mitatu ambayo ni yenye kufuatana: Dhulqa'da, Dhulhijja wal Muharram. Kisha akabainisha miezi hiyo ni Dhulqa'da na Dhulhijja, tena na mwezi wa Muharram. Kisha akasema wa Rajab Mudhar alladhi baina Jumada wa Shaaban, na mwezi wa 4 ambao umejitenga upo kivyake ni mwezi wa Rajab ambao upo katikati baina ya Jumada al-akhir ambao ulikuwa ni mwezi uliopita, na leo tuko Rajab wa Shaaban, na baina ya Shaaban ambayo ni mwezi ufuatao. Kwa Mtume alayhi salatu wassalam akasema wa Rajab Mudhar alladhi baina Jumada wa Shaaban, na mwezi mwingine ni mwezi wa Rajab ambao upo baina ya Jumada na Shaaban. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam, kutokana na matukufu ya mwezi huu, akawaelezea kwa kuwauliza maswahaba ayu shahrin hadha, ni mwezi gani huu? Maswahaba akasema qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Abu Bakra anasema tukasema kumwambia Mtume kwamba Allah tabaraka wa taala na mtume wake ndio wajuzi zaidi, na si kwamba walikuwa wao hawafahamu huo mwezi waliokuwa nao. Kwa fasakata, kisha Mtume baada ya kumwambia sisi hatujui, Allah na mtume wake ndio wajuzi zaidi, fasakata, akanyamaza kimya, hatta dhananna annahu sayusamihi bighairi ismihi, mpaka tukadhania kwamba huu mwezi ambao anatuuliza ni mwezi gani atautaja kwa jina lisilokuwa jina lake ambalo sisi tunalitambua. Qal, akasema Mtume alayhi salam alaysa Dhulhijja, je, huu mwezi si mwezi wa Dhulhijja? Qulna bala, tukasema ndiyo, bimaana ni kweli
tunakubaliana na wewe kwamba huu mwezi ni mwezi wa Dhulhijja. Qal, kisha akasema mtume, fa ayu baladin hadha, ni mji gani huu? Qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Masahaba anasema, tukasema kwamba Allah tabaraka wa taala na mtume wake ndio wajuzi zaidi. Fasakata, kisha akanyamaza tena mtume sallallahu alaihi wasallam, hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ismihi, paka tukadhani kwamba yeye mtume atautaja huu mwezi, atautaja huu mji tulionao kinyume na lile jina lake ambalo tunalifahamu. Qala alaysa albalda, akasema si mji wenu wa Makka huu mji, si mji wenu wa Makka? Qulna bala, tukasema ndiyo, ni kweli, tunafikiana na wewe mtume sallallahu alayhi wasallam. Qal, kisha mtume akasema, fa ayu yawmin hadha, ni siku gani hii? Leo ni siku gani? Qulna Allah wa rasuluhu a'lam, tukasema Allah na mtume wake sallallahu alayhi wasallam ndio wajuzi zaidi. Fasakata, kisha akanyamaza kinya mtume sallallahu alayhi wasallam, hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ismihi, paka tukadhani kwamba yeye mtume sallallahu alayhi wasallam ataitaja hii siku tofauti na lile jina lake la asilia. Qal, kisha mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, alaysa yawmun nahri, je, hii leo sio siku ya kuchinja? Siku ya kuchinja ambayo kule inakuwa ni siku ya kuchinja, siku huku kwetu inakuwa ni siku ya Idi. Qulna bala, tukasema ndiyo, tunakubaliana na wewe kwamba leo ni siku ya Idi, leo ni siku ya kuchinja. Kisha qal, akasema mtume sallallahu alayhi wasallama, nushatan li ummatihi, akasema mtume alayhi salatu wassalam hali ya kuwa ana unasihi umma wake, fa inna dima'akum wa amwalakum, qala Muhammad wa ahsabuhu qal wa a'radakum alaykum haramun ka hurmati yawmikum hadha fi baladikum hadha fi shahrikum hadha. Kwa hiyo akasema mtume sallallahu alayhi wasallam, fa inna dima'akum, hakika damu zenu, wa amwalakum, na mali zenu. Kisha mpokezi wa hadithi hii katika wasimuliaji anasema, na ninamdhania kwamba yeye mtume sallallahu alayhi wasallam kuna neno aliliongeza, akasema pia wa a'radakum, na heshima zenu. Haramun, ni haramu, bimaana haifai mtu kumwaga damu ya mwenzie, sawa sawa iwe ni kwa kuua au hata kwa kujeruhi. Wa amwalakum, na mali zenu, haifai mtu kuchukua mali ya mwenzie bila ridhaa ya mwenzie. Wa a'radakum, na heshima zenu, haifai kwa mtu kuvunja heshima ya mwenzie, sawa sawa iwe ni kwa kumtukana, ama iwe ni kwa kumkebehi, ama iwe kwa kumtangaza kwa aina mbalimbali ya mambo ambayo yatayokuwa ni yenye kumvunjia heshima. Kwa mtume alayhi salatu wassalam akasema kwamba haya mambo, jambo la mtu kumwaga damu ya mwenzie, jambo la mtu kuchukua mali ya mwenzie, na jambo la mtu kuvunja heshima ya mwenzie ni haramu. Ka hurmati yaumikum hadha, kama ilivyokuwa haramu kufanya madhambi na kufanya makosa katika siku yenu hii ya leo, siku ya Idi, siku ya kuchinja. Ni haramu haya mambo, kama vile ni haramu mtu kumwaga damu siku ya Idi, kuua siku ya Idi, kuvunja heshima ya mtu siku ya Idi. Bimaana kufanyika haya mambo katika hii siku ya Idi, madhambi yake ni makubwa mno. Tena fi baladikum, katika mji wenu, kama vile ambavyo haifai kuua katika miji mingine isiyokuwa mji wa Makka bila ya haki, pia hivyo hivyo atayeua katika huu mji wa Makka bila ya kuwa na haki, basi dhambi zake zinakuwa ni kubwa zaidi. Tena fi shahrikum hadha, katika mwezi wenu huu, bimaana yoyote ambaye atakayefanya madhambi katika miezi mingine, madhambi yake si sawa na yule ambaye atakayefanya madhambi ndani ya mwezi huu. Lakini tufahamu kwamba dhambi na malipo
yanakuwa ni makubwa, madhambi na malipo yanakuwa ni makubwa kutokana na siku, kutokana na mji, kutokana na siku, kutokana na mji, na pia kutokana na mwezi. Kama vile ambavyo atayeua au atayefanya dhambi siku ya Idi, dhambi lake ni kubwa mno. Atakayefanya dhambi katika mji wa Makka, katika mji wa Madina, dhambi lake ni kubwa mno. Atakayefanya dhambi katika hii miezi mitukufu, madhambi yake yanakuwa ni makubwa mno. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, ala tambueni, fala tarji'u ba'di dhullalan, msirejee baada yangu mkawa nyie ni wenye kupotea. Msirejee baada yangu mkawa nyie ni wenye kupotea. Yadribu ba'dukum riqaba ba'd, wakawa wanapiga baadhi yenu kupiga shingo za baadhi, bimaana mkawa mnauana bila ya kuwa na haki yoyote ya mtu kuuawa. Msirejee baada ya kufa kwangu mkawa nyie ni wenye kupigana baadhi yenu kuwapiga baadhi. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akamshuhudisha Allah na pia akawashuhudisha maswahaba, akasema, ala tambueni, liyuballigha ash-shahidu al-ghaiba, amfikishie aliyopo yule ambaye hayupo, yule ambaye yuko nyumbani kwake, hajajaliwa kuwa pamoja na sisi katika siku yetu hii ya leo. Basi yatakikana yule ambaye ameshuhudia kikao hichi amfikishie huyo ambaye hayupo katika nini, katika sehemu hii. Kisha akasema, hal ballagtu, je nimefikisha, je nimefikisha? Masahaba radhi za Allah ziwe juu yao wakawa wanashuhudia mbele ya Allah tabaraka wa taala kwamba mtume amefikisha ile jambo ambalo aliamrishwa na Allah tabaraka wa taala alifikishe. Ulama wakaelezea Allah tabaraka wa taala baada ya kuwa amejalia hii miezi ni 12 na kwamba kuna ujira kwa wale ambao watakaokuwa ni wenye kufanya matendo mema katika hii miezi 12, lakini pia akajalia miezi 4 ambayo ni mitukufu, tena akajalia mitatu ni yenye kufuatana na moja upo baina ya Jumada na Shaaban. Wakasema ulama kwamba Allah tabaraka wa taala kwa hekima zake na busara zake na huruma zake kwa waja wake amejalia hii miezi imekaa kwa matabaka, kwamba miongoni mwa mwezi kuna mwezi ambao upo mwanzo wa mwaka ambao ni mwezi wa Muharram. Allah tabaraka wa taala amejalia kwamba mja akiuanza tule mwaka wake wa Kiislamu basi awe na mwanzo mzuri. Lakini pia Allah tabaraka wa taala akajalia katika hii miezi kwamba katikati ya hii miezi 12 akajalia kuwe na mwezi ambao ni bora, ambao ni mwezi wa Rajab ambao tulionao hivi leo. Lakini akajalia tena Allah tabaraka wa taala mwishoni mwa mwaka akajalia kuna miezi miwili ambayo ni yenye kufuatana, ambao ni mwezi wa Dhulqaada na mwezi wa Dhulhijja. Kwa nini? Kwa sababu innamal a'malu bil khawatimi, hakika matendo huzingatiwa mwishoni. Hivyo Allah tabaraka wa taala akataka umma wake, akataka waja wake wahitimishe mwaka wao kwa miezi miwili yenye kufuatana, tena miezi ambayo ni mitukufu. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad bin Abdillah salawatullahi wa salamuhu alayhi. Ndugu zangu Waislamu, bado tunaendelea kukumbushana kwamba tupo ndani ya mwezi wa Rajab, mwezi ambao Allah tabaraka wa taala amejalia ni katika miezi 4 iliyokuwa mitukufu. Lakini Allah tabaraka wa taala amejalia mwezi wa Rajab upo katikati ya mwaka wa Kiislamu, bimaana yule ambaye aliyeteleza na kufanya makosa mwanzoni mwa mwaka wa Kiislamu bado hajachelewa, bado ana fursa nyingine, kwa sababu amejaliwa na Allah tabaraka wa taala kudiriki mwezi mwingine mtukufu tena uliopo katikati ya mwaka. Bimaana hii ni fursa nyingine ambayo mja anaweza akaitumia. Kwa hiyo
nasaha zetu na jambo ambalo yatakikana tulazimiane nalo ni kama alivyolisema Allah tabaraka wa taala, fala tadhlimu fihinna anfusakum, na wala msidhulumu katika hiyo miezi minne, msidhulumu nafsi zenu, kwa sababu mkizidhulumu nafsi zenu madhambi yake yatakuwa ni makubwa, lakini mkizifanyia khairi na ihsani nafsi zenu thawabu zake zitakuwa ni nyingi mno. Na Allah tabaraka wa taala ni mwingi wa ihsani na mwingi wa wema. Lakini pia katika huu mwezi wa Rajab, leo Ijumaa ya leo imekuwa ni sanjari na sambamba na sikukuu ambazo ni katika ayadul kuffar, sikukuu za makafiri, sikukuu si za Waislamu. Jana walikuwa na Christmas, leo kuna wanasema Boxing Day, siku ya wafanyakazi, si siku ya nini pia ni katika nini, ni katika ayadul kuffari, ni katika idi na sikukuu za makafiri. Lakini pia mbele yetu kuna mwaka mpya wa kikafiri. Pia haya ni mambo ambayo ameyaelezea Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ambayo ameipokea al-Imam al-Bukhari na al-Imam Muslim, la tattabi'anna sanana man kana qablakum, mtafuata njia, tena kwa lafzi ambayo ni ya kiapo, wallahi wallahi mtafuata njia na mwenendo wa wale waliokuwa kabla yenu, shibran bishibrin, tena mwendo huo itakuwa ni shibri kwa shibri. Shibri ni usawa huu, bimaana ni hatua hii kutoka hapa wa mwanzo wa kidole cha kati mpaka hapa katika nini, katika hii pingili ya mwisho wa kiganja. Au unaweza kuhesabu shibri kwa kusema ni mwanzo wa hichi kidole gumba na mwisho wa hichi kidole kidogo pindi unapokuwa umenyosha mkono namna hivi, maana ni kutokea sehemu hii mpaka sehemu hii. Kwa hiyo mtawafuata hawa wale waliokuwa kabla yenu katika watu ambao ni watu waovu, shibran bishibrin, hatua ya shibri kwa shibri. Wao wanatembea hatua hii na nyie mnafuata hatua hii, wa dhira'an bidhira'in, lakini pia mtawafuata kwa utembeaji ambao ni wa dhiraa kwa dhiraa. Dhiraa ni kuanzia mwanzo wa kidole cha kati mpaka katikati ya mkono, bimaana sehemu hii ya kipepsi. Kwa watakuwa wakitembea hatua hizo na nyie mtakuwa mnawafuata kwa sapuli hiyo. Lakini baya zaidi, hata lau salaku juhra dabbin, hata kama watapita na wakawa wameingia katika shimo la mburukenge, la salaktumuhu, basi nyie moja kwa moja mtaingia, bimaana mtakuwa kal'ama, mtakuwa ni kama vipofu, hamuoni, mmeshazama katika maasi, mpaka kile kitu ambacho mnaambiwa nyie tena hamuoni, mnafuata tena taqlidul a'ma, ufuataji wa kipofu, bimaana yule anayemuongoza akimuingiza katika tope na yeye anafuata katika tope. Kwa hiyo nyie mtafuata hatua moja baada ya hatua moja mpaka mtazama, mpaka mkipeleko katika shimo la mburukenge, mtakuwa nyie wenye kufuata, hamjui kama mnaenda kuangamia au hamwendi kuangamia. Qulna ya Rasulullah, masahaba anasema tukasema, ewe mtume wa Allah, al-yahudu wan nasara, ni mayahudi, al-yahuda wan nasara, ni mayahudi na manasara ndio ambao tutakaofuata mwenendo huo. Mtume akasema faman, sasa wasipokuwa ni mayahudi na manasara watakuwa ni nani? Watakuwa ni waislamu wenzenu waliopo katika sunna, waliopo katika aqidatu sahiha? Hapana, watakuwa ni hao mayahudi na manasara ndio ambao mtakaowafuata katika nini, katika njia zao na mwenendo wenu na mwenendo wao wale waliokuwa nao. Allah tabaraka wa taala anasema, walan tarda anka alyahuda wan nasara hatta tattabi'a millatahum, hawatakuwa radhi kwako wewe Muhammad mayahudi na manasara, hawatakuwa radhi wafuate sheria yako na wakufuate wewe, hatta tattabi'a millatahum, mpaka ufuate mila zao na akida zao na itikadi zao na ibada zao. Ukizifuata ndio watakuwa sambamba na wewe. Lakini kuambia wakome wasikufuate, kuambia wakome
kwamba wewe hufuati yale wanayotaka wao, lakum dinukum waliyadin, nyinyi mna dini yenu na mimi nina dini yenu na mimi nina dini yangu. Lakini kwa masikitiko utakuta Muislamu ima awe ni mfanyabiashara au awe si mfanyabiashara, utakuta siku ya kufungua biashara hafungui biashara. Kwa nini? Leo ni siku ya sikukuu. Haya ni miongoni mwa makosa na ni miongoni mwa madhambi. Au mtu haendi kazini, anasema leo ni siku ya sikukuu, napumzika nyumbani. Au mtu anapika chakula, anasema leo ni siku ya sikukuu. Au anapika chakula cha kuadhimisha siku ya sikukuu, tena anasema kwamba nisipopika chakula kizuri watoto wangu wataenda kula kwa majirani. Kwani hao watoto ni amana kwa nani? Hao watoto waulizwe nani kama sio wewe baba yako, wewe baba yao? Ikiwa kila mwaka unawapikia chakula eti wasiende kula kwa majirani, ni lini wataacha kujua kwamba haifai kula chakula hicho cha haramu kwa majirani? Ni lini? Isipokuwa ukikaa nao ukiwaelekeza kwamba msiende kula kwa majirani, hata mkikaribishwa semeni sisi hatuhusikani na sikukuu kama hii ya leo. Usipowafundisha watajua lini? Ukisingizia watakula kwa majirani, wataendelea kula mpaka ukubwa wao, na ndio wakawa ni matatizo ambayo yanatusumbua mpaka sisi ukubwani mwetu. Lakini pia akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ambayo ameipokea al-Imam al-Hakim katika kitabu al-Mustadrak, hatta law anna ahadahum, mpaka lau kama mmoja wao jamaa ummahu bitariqi, atamuingilia mama yake katika njia barabarani, watu wanapita wanaona, la fa'altumuhu, mtafanya. Haya maneno haya angekuwa ameyasema shekhe, mwalimu, nani, ingekuwa inaonekana anatukana Waislamu. Mtu anawezaje kukutana na mama yake? Hivi ndio ambavyo tungepokea hivi leo. Lakini haya maneno ameyasema Mtume kuonyesha ubaya wa neno hili, kuonyesha ubaya wa jambo hili. Akapigia mfano kama huu, lau kama atapatikana miongoni mwao mwenye kufanya jambo kama hili kutokana na nyinyi na kughururika nao na kuona ndio maendeleo, ndio ujanja, ndio fahari, ndio nini, na nyinyi mngefanya hivyo hivyo kwa kiigizo cha kuiga kwamba hawa ni watu bora, hawa ndio watu wana hadhara, wana maendeleo, basi na nyinyi la fa'altumuhu, mngelifanya jambo hilo. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأقم الصلاة.